ni kwa namna gani mke sasa anaweza kuwa na pesa bila kuathiri nafasi yake ndani ya ndoa. Namna gani mke anaweza kuwa na pesa za kutosha na bila kuathiri nafasi yake ndani ya ndoa. Yako mambo machache ambayo ninaweza nikakusaidia wewe mwanamke uweze kunielewa. Jambo la kwanza, ni vizuri ukawa na mazungumzo na mwenzi wako, mume wako, kwa habari ya hali yako ya kiuchumi na mtazamo wake kwanza. Usijaribu kuepuka hiyo conversation. Ninaelewa kuna wanaume ambao kwa kweli unaweza ukaogopa hata kuongea nao, kwa sababu unajua huyu mwanamke anaweza akachukua hii pesa na akaenda kuigawa na nikateseka maisha yangu yakawa magumu kwa sababu yake. Na ili kwa kweli ni tatizo, lakini labda hilo tutakulizungumzia wakati mwingine. Lakini ni muhimu sana ukawa na mazungumzo na huyo mwanaume wako kwa habari ya hali yako ya kiuchumi na namna anavyoichukulia hali yako ya kiuchumi, na kwake yeye namna gani inamwachia nafasi ya kuwa mume au namna gani inaathiri nafasi yake kuwa mume. Huu ni mjadala ambao unatakiwa kufanyika kabla issue ya pesa haijaletwa ndani. Nimezungumzia tu hali yako ya kiuchumi, upate mtazamo wa wazi wa mwenzi wako wa kiume au mume wako kwa habari ya namna anavyoichukulia hiyo situation. Wanawake wengi wana avoid kwa sababu pia ya hichi nilichokisema kwamba tayari amejitosheleza. Kwa hiyo anaanza kuona tunakaaje chini tunazungumzia hali yangu ya kiuchumi. Tunakaaje chini tunazungumzia kuhusu pesa yangu. Tunakaaje chini kuzungumzia kuhusu career yangu. Lakini ukweli ni kwamba usipoweza kutengeneza mazingira ya kuwa na mazungumzo honest na mwenzi wako kwa habari ya namna anapochukulia, basi inawezekana wakati mwingine akaanza kufanya maamuzi ambayo atakayokuja kuumia itakuwa ni wewe. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, jaribu kujitenganisha wewe nafasi yako ya mke na swala la kipato chako. Yaani unapokuwa mbele ya mumeo au katika majukumu yako ya mke au mama, epuka sana kuingiza hela kama njia ya kurahisisha majukumu yako. Epuka sana. Na hapa sisemi kwamba unatakiwa usitumie kabisa pesa, lakini usichanganye majukumu ya mke na mama ukaichanganya na swala la kuamini kwamba pesa inaweza ikasolve na kurahisisha kila jukumu. Kwa hiyo yako majukumu ambayo ni kweli pesa inaweza kusaidia kuyarahisisha, lakini yako majukumu ambayo unapaswa kufanya wewe mwenyewe. Kwa mfano, kama unajua kabisa mume wako anapenda kula chakula chako wewe na Jumatatu mpaka Ijumaa uweze kumpikia, basi Jumamosi, Jumapili unapokuwa nyumbani tengeneza culture ya kuweza kufanya hivyo. Kwa nini? Kwa sababu hiyo manake inakufanya ujitenganishe wewe na pesa yako. Huo nimetolea ni mfano tu. Usijaribu kutia pesa kwenye kila jukumu linalohusiana na wewe kuwa mke au kuwa mama. Yako majukumu mengine ambayo it have to be hands on experience, kwa sababu mtu anataka ku experience your own touch. Ukizoea kuwa na mentality ya kwamba pesa ikutumikie wewe katika majukumu yanayohusiana na mke, uwezekano ni kwamba unaweza ukapoteza ushawishi kwa mwenzi wako katika namna ambayo you will never know it, na mwisho wa siku kabla hujashtuka mambo yakawa yameharibika sana. Alright? Jambo la tatu, usiwe mwepesi sana kufanya majukumu yanayohusiana na pesa ikiwa hujapokea maagizo au mwongozo wa mume wako. Yamkini una hela za kutosha benki, yamkini una hela za kutosha kwenye Tigo Pesa au M-Pesa, lakini epuka sana kufanya majukumu yanayohusiana na fedha especially nyumbani pasipo kupata uongozo au maoni au maelekezo ya mume wako. Yaani pesa yako isikupe nguvu ya kufanya maamuzi yanayohusiana na ndoa yako. Pesa yako isikupe wewe uwezo wa kudhani kana kwamba unaweza ukafanya maamuzi yanayohusiana na mustakabali wa ndoa yako au mustakabali wa watoto wako. Kuna aina ya elimu unataka watoto wako wasome, lakini ni vizuri ukasikiliza mume wako anataka nini. Kuna aina ya chakula unatamani nyumbani mule, lakini ni vizuri ukapata kuelewa mume wako anafikiria nini kuhusu hilo, kwa sababu unawezekana wakati katika mchakato wa kuwapeleka watoto katika shule nzuri au katika kuhakikisha kwamba unanunua chakula kizuri au unanunua furniture nzuri au unanunua electronics nzuri, ukamfanya mume wako akaona kumbe wewe umejitosheleza na akakuacha ukaendelea na majukumu yako. Kwa hiyo pamoja na kwamba una pesa ya kutosha, lakini achilia nafasi ya kupata maoni ya mumeo anaona nini au mume wako anatamani wewe. Kitu ambacho ni kigumu sana pia, kwa sababu unapokuwa na pesa zako bwana, wakati mwingine unadhani kana kama nawe una uwezo wa kuamua chochote. Alright?
Jambo la mwisho, ondoa dhana ya kwamba wewe na mwenzi wako au mume wako ni partners. Ondoa dhana ya kwamba nyinyi ni partners, na ondoa hii fikra ya kwamba hii ni ndoa yetu, hii ni nyumba yetu, hii ni familia yetu. No. Mwanamke ukishakuwa na hiyo mentality na una pesa, you are doomed. Ukishakuwa na mentality ya kwamba huyu ni partner wangu, hii ni nyumba yetu, hii ni ndoa yetu, na una pesa. Kama una pesa huwezi kuona madhara yake. Kama una pesa utagundua kwamba kuna mambo mengi utakuwa unayafanya irrationally, kwa hisia, kwa miemko, yanaingilia taratibu za mamlaka ambayo kiukweli sio ya kwako. Ile sio nyumba yenu, ile nyumba ya mwenzi wako, alikukaribisha wewe na anaweza kukupatia mamlaka na ukafanya vitu vingi tu. Na mumeo kiukweli sio partner, ni mamlaka ambayo iko juu yako, ambayo usipokuwa makini ukamwona kama ni partners, mpo hapa sehemu moja, unaweza ukajikuta kwa wakati mwingine ukafanya vitu kwa mihemko na ikakuletea shida baadaye. Na ni kwa bahati mbaya hautajua hizi shida mwanzoni, utakuja kuzijua hizi shida wakati it's too late. Kwa hiyo ni vizuri ukawa mtii, ukawa ni mnyenyekevu, ukajaribu kutoa nafasi ya yeye kuwa na maoni yake kwa habari ya vile anavyoona kwa habari ya hali ya kipato chako.